Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Ugiriki yawasilisha ombi la kupewa fungu maalum la kudumu miaka 3 kutoka mfuko wa ukanda wa Ulaya. Jeshi la Nigeria lasema limemkamata mshukiwa anayedhaniwa kupanga shambulio la Jumapili katika mji wa Jos kaskazini mwa Zaria. Uganda yawa kinara wa ujasiriamali duniani katika miaka 3 iliyopita kulingana na tathmini ya kimataifa. Katika michezo, watakaocheza nusu fainali wajulikana, huku Raheem Sterling akosa kufika Anfield. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Masoko ya hisa yanatawaliwa na hofu ya Ugiriki kuondoka katika shirikisho la Ulaya. Serikali ya Ugiriki inasema kuwa itaweza kutimiza matakwa ya Ulaya ya kuitaka itekeleze mageuzi yaliyopendekezwa na wanachama wa kanda ya Euro. Lakini rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk ameonya kuwa mkutano wa viongozi wa Ulaya ilikuwa fursa ya mwisho kwa Ugiriki kukwepa kuondoka muungano wa Ulaya. Waziri wa Marekani wa hazina Jacob Lew amesema kuwa endapo Ugiriki itaondoka ushirika wa sarafu moja kutaleta misukosuko katika uchumi wa dunia. Aid Saif anaarifu zaidi. Akiungwa mkono na marafiki zake wa mrengo wa kushoto wa Ulaya, Bwana Aspiras alikuja kujieleza mbele ya wawakilishi wa watu wa Ulaya. Kikomo cha mvutano huo ambacho huenda kikamulika majaliwa ya muungano wa Ulaya hivi karibuni kimesaliza siku chache, na kama Bwana Aspiras alivyotaka kuelezea, kinachohitajika kwa Ugiriki kubaki mwanachama wa sarafu ya Euro. Tunahitaji kuhakikisha kwamba udhamini wa muda mrefu wa mipango ya maendeleo na ajira nchini mwetu, kwa sababu inabidi tubaini kwenye meza ya mazungumzo ajenda ya kukuza uchumi. Vinginevyo hakuna njia nyingine ya kuepuka mgogoro huu. Pendekezo la Ugiriki kuwa Bwana Aspiras ni pamoja na mipango migumu ya mageuzi. Mipango mipya itaongezewa katika siku chache zijazo, alisema. Lakini kwa wapinzani wake bungeni, hayo hayatoshi. Nikwambie, mimi nimekasirika, nimeudhika kwa sababu unazungumzia mageuzi lakini hatujawahi kuona mapendekezo ya maana ya mageuzi. Huko Athens wanafuatilia bila uwezo wa kuchangia mbele ya mtambo huu wa mjadala wa Ulaya, jambo ambalo kila mmoja anahisi litatokea wakati wowote. Nina wasiwasi na hadaika. Naipenda nchi yangu na naitakia mema, lakini unafahamu Ugiriki daima haiwezi kufa. Hatuna matumaini katika muungano wa Ulaya. Kwa hiyo ni bora kuwa maskini na wenye kujivunia chetu badala kuwa katika Ulaya na ni watumwa. Kwa Ugiriki na kwa Ulaya, siku chache zijazo ni muhimu kwa maamuzi na majaliwa ya ushirika wao. Aid Saif, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Pakistan imethibitisha kuwa imeandaa mazungumzo baina ya serikali ya Afghanistan na wawakilishi wa Taliban kwa lengo la kumaliza uasi wa muda mrefu wa wanamgambo hao. Pakistan imesema mazungumzo hayo yalifanyika siku ya Jumanne huko Islamabad. Pia ulihudhuriwa na wawakilishi kutoka China na Marekani. Tunisia imetangaza mipango yake ya kujenga ukuta katika eneo la mpaka wake na Libya ili kuepuka tishio la wanamgambo wanaofuata itikadi kali za Kiislamu. Ni sehemu ya mkakati wa serikali katika kukabiliana na ugaidi baada ya kutokea mauaji ya watalii 38 mwezi uliopita. Kampuni ya teknolojia ya Microsoft imetangaza kupunguza kazi nyingine zaidi. Inasema itapunguza watu 8,000, wengi wao kutoka vitengo vidogo vinavyosuasua, hasa wale kutoka kitengo walichonunua cha Nokia mwaka uliopita.
Masikio yote nchini Tanzania yameelekezwa katika makao makuu ya nchi hiyo mjini Dodoma, ambako chama tawala nchini humo, Chama cha Mapinduzi yani CCM, kimeanza mlolongo wa vikao vya kumtafuta mgombea urais atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu wa BBC Sami Awami yupo mjini Dodoma kufuatilia mchakato huo. Sami, nini kikubwa katika mchakato huu mpaka sasa? Kwa kweli kitu kikubwa zaidi ambacho katika mchakato huu ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya chama hiki tawala Mapinduzi ni kwamba kuna watu 42 ambao walijitokeza, wanachama hawa 42 ambao walijitokeza kuwania nafasi hii. Lakini hata hivyo watu 38, wanachama 38 tu ndio walifanikiwa kukuru. Hili linaonekana kuwa ni jambo jipya kabisa katika historia ya chama. Bila shaka kama ulivyosema 38 ndio wamefanikiwa kurejesha fomu. Mchakato mzima utakwenda vipi mpaka kupata huyo mwakilishi wa chama hicho? Sasa leo hii ratiba ilionyesha kwamba kamati ya usalama na maadili wangeweza kukutana na kufanya kikao chao, lakini nimeshinda hapa kutwa nzima. Mkutano huo haukufanyika, unatarajiwa labda utafanyika baadaye usiku. Lakini kesho kamati kuu ya halmashauri kuu inatarajia kukaa, halafu siku ya Ijumaa halmashauri kuu itakaa. Halafu ratiba inaonyesha pia kwamba Jumamosi na Jumapili mkutano mkuu wa halmashauri kuu utakaa pia, na labda hapo ndipo sasa mtu mmoja, huyo mgombea mmoja wa CCM atakapopatikana siku hiyo ya. Kwa hiyo tutarajie lini kujua, Watanzania watajua lini kuhusiana na huyo ambaye atachaguliwa? Bila shaka siku ya Jumapili Watanzania watafahamu ni nani ambaye Chama cha Mapinduzi kimemchagua kuwa mgombea wao kwa uchaguzi mkuu ujao. Shukran sana. Huyo ni mwandishi wetu wa BBC Sami Awami akiwa mjini Dodoma, na tutaendelea kupata kadri siku zinavyokwenda mambo yanavyoendelea mjini humo. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Ugiriki imeahidi kuwa kesho itawasilisha ombi lake la kupewa fungu maalum la kudumu miaka 3 kutoka mfuko wa ukanda wa Ulaya. Kumekuwa na hali ya wasiwasi katika masoko ya hisa yakihofia kuwa Ugiriki itaondoka katika shirikisho la Ulaya. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeanza mlolongo wa vikao vya kumtafuta mgombea urais atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Haya yameelezwa katika makao makuu ya nchi hiyo Dodoma. Uganda imeshika nafasi ya kwanza duniani kwa kuwa na wajasiriamali wadogo wengi zaidi katika miaka 3 iliyopita, kulingana na ripoti ya taasisi ya kutathmini ujasiriamali duniani. Ripoti hiyo iliangalia nchi 73 kutokana na idadi ya watu binafsi walioanzisha biashara zao katika miezi 10 iliyopita. Nafasi ya pili inashikiliwa na Thailand. Uingereza iko chini katika nambari 33, lakini pia imeishinda Marekani ambayo imechukua nafasi ya 37. Wengi nchini Uganda ni wale walioanzisha biashara ndogo ndogo. Na sasa tunaungana na Kasim Omar ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda nchini Uganda akiwa mjini Kampala. Karibu sana Kasim. Hebu labda utuelezee Uganda ni nini wamekifanya kuwezesha watu binafsi kuanzisha biashara ndogo ndogo kwa wingi namna hivi? Kitu cha kwanza serikali ilikubalia wafanyabiashara ya kawaida kuweza kufungua biashara bila uzito chochote. Halafu ya pili, vile serikali imesaidia wananchi kuweza kutoka kwa uzito ya miaka zilizopita nyuma, wakati walikuwa wakikandamizwa na serikali za nyuma, kwa sababu kutokana na hiyo shida ya umaskini ilikuwa imepanda juu sana,
na watu waliona kwamba kutegemea serikali haitasaidia sana. Kwa hivyo na serikali ilijitoa kwa mambo ya kufanya biashara, ikasukumia wananchi. Ikawa inasimamia mambo ya kisheria pekee na kusaidia wananchi na wafanya biashara kuweza kuendelea. Ya tatu serikali vile imejitolea kuona kwamba ikiwa wananchi wanaweza kufungua biashara ndogo ndogo itakuwa inasaidia uchumi. Maanake hiyo uchumi inapunguza ile umaskini ndani ya nchi. Labda Kasim, tuambie ni biashara gani hizi ndogo ndogo ambazo zinafanyika? Kuna biashara nyingi, mfano sasa hivi Uganda imefungua ile mambo ya mobile money, mambo ya kibiashara ambayo watu wanasukuma pesa kwa masimu, wanatumia internet systems na mambo ya hizi kukuwa na hizi internet service providers. Ya pili, kuna biashara ndogo ndogo kama ya kuweza kuuza spares za magari. Kuna biashara ndogo ndogo kama ya kuendekeza transport, matumizi ya transport kama ya pikipiki, ya kutumia magari za special hire. Serikali imefungua njia kwamba watu ya kawaida wanaweza wakafanya bila uzito, na sio lazima mtu akuwe na kampuni, lakini mtu kuweza kurejesta kibinafsi kwamba amefungua biashara ni kitu kubwa serikali ambayo imefanya. Ya tatu, vile vile imejaribu kusukuma wananchi kuweza kurudia kwa mambo ya kulima. Zaidi ya watu wamepewa msaada na serikali kwamba wanaweza wakafungua biashara, wakawa wanafanya vilimo na wakiweza kuuza chakula wakileta mjini kusaidia watu ambao wanaishi ndani ya town. Kasim, kuanzisha biashara tunajua ni kitu kimoja, lakini kudumisha, huwa zinadumu hizi biashara? Zaidi ya biashara huwa mara kwa mara, yani percentage fulani, yani biashara nyingi hazimalizi birthday yao ya kwanza. Zingine huwa zina operate lakini zinatembezwa, lakini ikifika mwisho wa mwaka ikiwa hawakupata faida huwa wanafunga. Lakini hiyo ni percentage ndogo. Kwa sababu sasa hivi tuna watu ambao wanaendekeza pikipiki, inaweza kuwa mtu mmoja na pikipiki kama 30 sasa hivi anaandikisha wafanyakazi 30 au 40 wakifanya mchana na usiku. Na huwa ni biashara mtu binafsi anajitokezea. Shukran sana. Ni Kasim Omar huyo, naibu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara na viwanda nchini Uganda. Wanaharakati wanaopiga kampeni za mabinti wa shule nchini Nigeria waliotekwa nyara warejeshwe wamekutana na Rais Muhammadu Buhari. Huu ni mkutano wa kwanza kati ya kundi hilo la Bring Back Our Girls na rais wa nchi hiyo. Wanamtaka afanye juhudi zaidi kuhakikisha wasichana hao wanaachiliwa baada ya kutekwa nyara na wapiganaji wa Boko Haram zaidi ya mwaka mmoja uliopita kutoka shuleni kwao. Mkutano huu umefanyika wakati jeshi la Nigeria limetangaza kumkamata mtu anayeshukiwa kuwa ndio kinara wa mipango ya mashambulizi katikati mwa mji wa Jos na kaskazini mwa mji wa Zaria Jumapili iliyopita. Mashambulizi ya kundi la Boko Haram yameua zaidi ya watu 70. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Wakisikiliza na kushirikiana wasiwasi wao na maoni yao, hawa ni wanaharakati wa uhamasishaji katika kampeni Rejesheni Wasichana Wetu, maarufu kama #BringBackOurGirls, kampeni ambayo imepoa tangu kuapishwa kwa rais mpya Muhammadu Buhari wiki kadhaa zilizopita. Lakini bado sauti yao ina nguvu. Umeona mada yetu, tumesema tunataka wasichana wetu waokolewe mara moja. Siku 450 ni muda mrefu kwa mabinti wadogo kwa chini ya utekaji nyara na kwenye madhila. Hivyo tumesema tunataka matokeo halisi ya kampeni na serikali ichukue hatua kuhakikisha wasichana wetu wanarejeshwa. Hata hivyo, rais mpya Muhammadu Buhari alikuwa na ujumbe huu kwao. Multinational task force has been put in place. Kikosi kazi cha kimataifa kimeshaundwa, makao yake makuu yako N'Djamena, kikiongozwa na jenerali wa jeshi kutoka Nigeria. Na kisha vikosi vilivyoundwa na nchi washirika vitaanza kazi rasmi mwishoni mwa mwezi. To be put in place by the end of the month. Zaidi ya wasichana 200 bado haijulikani waliko baada ya kutekwa kutoka shule moja mjini Chibok katika jimbo la Borno zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Serikali mpya ya Nigeria imeapa kuwatokomeza wapiganaji hawa, lakini mashambulizi mapya yanayotokea kila wiki ni ishara kuwa hali ya usalama kaskazini mashariki hadi sasa ni kitendawili. Zawadi Machibia, BBC. Mlinzi wa zamani wa klabu ya Liverpool Jamie Carragher aeleza Raheem Sterling ameanza kujiharibia sifa. Kwa nini?
Tutakuletea habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Na sasa moja kwa moja kwa taarifa za michezo. Mchezaji wa Uingereza Andy Murray leo kwa mara ya 6 alifuzu kuingia nusu fainali ya mashindano ya tenis ya Wimbledon katika kipindi cha miaka 7 baada ya kumshinda Vasek Pospisil kutoka Canada. Murray alishinda kwa 6-4, 7-5, 6-4 katika muda wa saa 2 na dakika 13. Sasa Ijumaa atacheza na mchezaji na Roger Federer ambaye yumo katika nafasi ya pili katika orodha ya wachezaji bora wa kiume. Federer kutoka Uswizi na mshindi wa Wimbledon mara 7 alifanikiwa kuingia nusu fainali kwa kumshinda Gilles Simon kutoka Ufaransa 6-3, 7-5, 6-2 katika muda wa saa 1 na dakika 34. Novak Djokovic kutoka Serbia naye amemshinda Marin Cilic kutoka Croatia 6-4, 6-4, 6-4. Raheem Sterling, mshambulizi wa klabu ya soka ya Liverpool nchini Uingereza, leo ameielezea klabu kwamba hana nia ya kufanya safari ya kucheza soka barani Asia, huku akiendelea na mipango ya kujitahidi kujiunga na klabu ya Manchester City. Mchezaji huyo aliomba radhi leo asifanye mazoezi kwa kuelezea kwamba anaumwa. Hayo ni baada ya kukataa kitita cha pauni milioni 40 kutoka Man City na anafikiriwa alisusia mazoezi kwa makusudi. Klabu ya Crystal Palace nayo kwa upande wake imetoa kitita cha pauni milioni 10 kumnunua kiungo cha kati Yohan Cabaye. Mchezaji wa kiungo cha kati wa timu ya taifa ya kandanda ya wanawake ya Kenya, Ese Akida, anasema mashindano ya kombe la dunia ya wanawake yalimalizika hivi karibuni nchini Canada yamewapa mwamko mpya na motisha ya kujiendeleza zaidi eneo la Afrika Mashariki. Mchezaji wa kiungo cha kati wa timu ya taifa ya kandanda ya wanawake ya Kenya, Ese Akida, anasema mashindano ya kombe la dunia ya wanawake yalimalizika hivi karibuni nchini Canada yamewapa mwamko mpya na motisha ya kujiendeleza zaidi eneo la Afrika Mashariki. Akida ni miongoni mwa wachezaji wa timu ya Kenya kwa jina la utani Harambee Starlets wanaojiandaa kupambana na Afrika Kusini mechi ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki mwakani. Mechi ya mkondo wa kwanza ni Jumamosi ijayo mjini Johannesburg. Akida amezungumza na John Nene mazoezini katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi. Mambo mapya ambayo tumeweza kuona sasa hivi kufikia sasa ni mchezo wa kandanda vile umepanuka, si vile wa jana na juzi. Umepanuka ki skillful, ki techniques, mambo ni mapya. Tumeona mbinu mpya kama system ya sasa vile imekuwa ki world class. Naweza sema mfano kama 442 imetumika sana, yenye sasa tunataka kuiiga, tunataka kuiweka kuimplement hapa kwetu Afrika. Mpira wanawake hapa Afrika Mashariki japo na changamoto, lakini wanawake wameonyesha bidii kwa nataka kufikia kiwango cha juu ili kesho ama kesho kutwa pia si tuonekane tukicheza upro, kama tujipate World Cup ama tujipate nchi za ng'ambo tukicheza mpira. Kimchezo naweza sema kama Tanzania kitu ametushindia ni kwa sababu ni kuwa na ligi iliyovuma ya wanawake kutushinda. Lakini tukija ki world class sasa naona tuenda kuwa pick kwa sababu tuko raundi ya 3 ya mchuano wa Olimpiki. Matumaini yetu yako juu ya kushinda Afrika Kusini, manake kukaa kwetu hapa tumeacha mambo mengine ili tuje tutie hiyo bidii ili tuweze kuwa pick. Na bidii zetu vile naona lazima tuwashinde. Ni mwanadada huyo katika kandanda Ese Akida kutoka Kenya. Hebu sasa tuangalie biashara ya chakula kinachouzwa kwa njia ya magari. Biashara ya aina hii imeenea sana nchini Marekani na sio barani Asia, lakini sasa India imeanza kuiga mtindo huu. Je, kweli biashara hii itaweza kukabiliana na ushindani wa maduka ya mitaani na migahawa? Suluma Kasim anatuelezea jinsi mtindo huu mpya unavyoshamiri huko Bangalore. Je, wanauza nini? Tunauza nyama choma, pasta na baga. Vyakula vinavyouzwa kwa njia hii ya magari huwavutia sana watu katika mji wa Bangalore, kwani wanauza vyakula vya kizunguzungu au niseme vyakula vya
kisasa tofauti na vyakula vya kawaida. Hata hivyo, hizi baga na pasta kuna ile ladha ya India. Tumeweka kuku wa Kimarekani ndani ya mkate. It's good. Ni vizuri sana, viungo vingi, imekolea vizuri. Lakini je, umefanya hivi maksudi? Lazima tufanye hivi kwa sababu sisi Wahindi hupenda sana viungo. Hivyo tunahakikisha tunatia viungo takriban katika kila kitu. Magari yanayouza chakula kwa njia hii yameongezeka sana Bangalore. Gari jingine maarufu katika mji huu ni gari la Shakti Sobarao, ambaye ameacha kazi yake ya ushirika kufanya kitu tofauti. Hii ndio biashara ya kisasa ya chakula. Watu wengine wanafanya biashara kwa njia ya magari kuliko mikahawani tu, kwa sababu ina raha sana. Na wateja nao wanaridhika kabisa. Ni baga nzuri kabisa mjini humu. Napenda sana kwa sababu unaona kila kitu. Lakini ni mapema mno kutabiri kama biashara hii ya magari itaendelea au la. India kuna kila aina ya maduka ya chakula, tena rahisi zaidi kuliko unavyonunua kwenye magari. Na pia kuna tatizo la msongamano wa magari barabarani na uhaba wa maeneo ya kuegesha gari. Si kitu rahisi. Suluma Kasim, BBC. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na tumezungumzia kuhusiana na swala la ujasiriamali Uganda. Tunaanza na Isaya Kalema Sambo. Yeye anasema tunaanza na Twitter yake, anasema hongereni viongozi wa Uganda kwa thamini wajasiriamali wadogo, linalopelekea kupunguza pengo kati ya wenye nacho na wasio nacho. Na hapa basi tuna Facebook ya Julius Macha wa Arusha, anasema zinaweza kubuma kama wataziendesha kisheria, pia kusiwepo machafuko. Na vile vile tuna Twitter nyingine hapa ya Juma mwanaharakati wa Nzega, anasema biashara ndogo ndogo huwa hazidumu kutokana na kutokuwa na maeneo maalum ya kutotambulika kiserikali. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video na matangazo yetu ya redio. Vile vile Amka na BBC na Dira ya Dunia redio unaweza kupata kwenye mtandao wetu huo. Na kabla kukamilisha matangazo yetu kwa mukhtasar, taarifa kuu usiku huu. Ugiriki imeahidi kuwa kesho itawasilisha ombi lake la kupewa fungu maalum la kudumu miaka 3 kutoka mfuko wa ukanda wa Ulaya. Kumekuwa na hali ya wasiwasi katika masoko ya hisa yakihofia kuwa Ugiriki itaondoka katika shirikisho la Ulaya. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeanza mlolongo wa vikao vya kumtafuta mgombea urais atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Haya yameelezwa katika makao makuu ya nchi hiyo Dodoma. Na hatimaye, hebu angalia picha hizi za aina yake. Hapo unaziona zinaonyesha ndege moja ya kijeshi ya Libya muundo wa MiG-23 wakati wa maonyesho ikiruka kima cha chini kabisa. Umeziona picha hizo ambazo ndio kwanza zimeibuka, zinaaminiwa kuchukuliwa kwenye kituo cha anga nchini humo mwezi Mei. Kama unavyoona mtu huyo mmoja ambaye aidha hakuwa na woga au ni mjinga aliponia chupu chupu kugongwa na ndege hiyo yenye kasi ya ajabu. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni nyote njozi njema.